Jioni ya leo tunamshukuru Mungu kwa wakati mzuri ambao Bwana ametupa ili tuendelee kujifunza. Haleluya. Haleluya. Tuko tayari kujifunza tena jioni ya leo? Tuko tayari kujifunza tena jioni ya leo? Amina. Kila wakati Bwana analo jambo jipya kwa ajili ya maisha yetu. Amen. Na wakati wowote, mahali popote unapokuwa ni mahali pa kujifunza, mahali pa kufanya jambo lolote kama hivi, ona kwamba kuna jambo Mungu anataka alifanye kwenye maisha yako, jambo mahususi. Haleluya. Wala usione kupoteza muda, wala usione uchache wala wingi ukabebwa nao. Sawa sawa, Bali ona kila wakati na kila majira Bwana analo jambo jema na jipya kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Jana tulikuwa na wakati mzuri wa kujifunza katika semina yetu iliyobeba ujumbe unasema moyo wa Yesu kwa walio gizani. Moyo wa Yesu kuelekea walio gizani au kwa walio gizani. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona mambo kadhaa katika siku ya jana kwa wale ambao walikuwepo, na leo tutaendelea. Haleluya. Na leo tutaendelea. Tarajia kuendelea kupokea kitu kutoka kwa Bwana na utakuwa umebarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo letu ambalo ni moyo wa Yesu kuelekea au kwa walio gizani, unakamilishwa na waamini kuwa na nia ile ile sawa sawa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tufahamu hilo kwa sababu ndiyo mpango au ndilo kusudi na ndiyo nia ya Kristo. Haleluya. Moyo huo unakamilishwa na waamini kuwa na nia ile ile sawa sawa na Yesu. Sasa kuna mambo mawili matatu tutayaangalia kwa siku ya leo. Haleluya. Kwa sababu ni muhimu kuendelea kutafakari kile tunachosema moyo wa Yesu. Haleluya. Kwa kuwa tumeshaona nia, shauku ya kuwa hitimisho la yote ni Kristo ndani ya watu wake. Sawa sawa? Jumla ya mambo yote, hitimisho la mambo yote, Yesu anataka watu wawe katika miliki yake wote. Maandiko yanatuambia kwamba nia, shauku yake ni watu wote waokolewe. Watu wote waokolewe. Hiyo ndio nia yake. Na hiyo nia ndiyo ambayo pia kwa Roho wake ameiachilia ndani ya waamini wote. Tuko pamoja watu wa Mungu, Watu wa Mungu wa thamani, tuko pamoja. Hicho ndicho hiyo Roho au hicho ambacho ndicho kilichobeba moyo wa Yesu ndicho ambacho pia amekiachilia kwa watu wake wanaoamini, ili waendeleze kuifanya huduma na kazi ile ambayo ndiyo aliyoianzisha yeye. Sawa? Haleluya. Kwa hiyo jumla ya mambo yote ama hitimisho la yote ni Kristo ndani
ya watu wake au ndani ya waamini na waamini ndani ya Kristo. Sasa tutaanza na jambo la kwanza. Tunasema mabadiliko ni lazima kwa muamini. Mabadiliko ni lazima kwa muamini. Hii ikijumlisha mwenendo wa muamini wote. Sawa wapendwa? Mabadiliko ni lazima kwa muamini. Naposema mabadiliko, manake ni jumla ya mwenendo, na maandiko ndivyo yanavyofundisha kwamba kwa sababu tumenunuliwa kwa damu ya thamani, kwa mapenzi yake mwenyewe Mungu aliamua kututoa huko kutufanya wa kwake. Kwa sababu yeye alifanya hivyo, ametuleta. Maandiko yanatuambia alituhamisha kwenye Wakolosai. Baada ya kutununua kutoka huko, alituhamisha, akatuleta na akatuingiza katika himaya yake. Anatarajia pia tuenende sawasawa na yeye, ili tuweze, kama tumekubali kumbeba yeye pamoja na injili yake, anataka na sisi lazima tuenende kama yeye alivyoenenda kwa maana ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Hebu tuende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, tuanzie hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2, ule mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 6. Anasema yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Naomba urudie kwa hatua. Yeye asemaye manake yule ambaye anasema nimemwamini Kristo na ameona ya kuwa amemwamini Kristo. Hapa anayezungumzwa ni mtu muamini. Sawa? Anasema yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake. Kuwa anakaa ndani yake. Kuwa amemwamini Kristo, anakaa ndani ya Kristo. Imempasa kuenenda mwenyewe. Kuenenda mwenyewe, maana yake ni hapo kuna swala la wewe. Kristo kazi yake ya ukombozi ndani yako amekwisha kuifanya. Anakutaka wewe sasa uchukue hatua za makusudi katika kuendelea namna ya nje kudhihirisha kazi yake aliyoifanya ndani yako. Tuendelee. Anasema vile vile kama yeye alivyoenenda. Manake katika mwili duniani Yesu Kristo alitembea akiwa kielelezo cha maisha ya kawaida ya mwanadamu yeyote hapa duniani. Akawa mfano. Akawa nani? Mfano. Na mara nyingi alitoa mfano akisema mfano wa mchungaji wa kondoo. Sawa eh? Manake alitamani yeye kama yeye kuwa kielelezo ili wengine wafuate. Manake tunako kile tulichopokea na kile tunachopaswa kukifanya, tayari atuendi gizani, yuko ambaye yuko mbele yetu tunayemtazama. Sawa sawa? Najua ni rahisi sana kama kuna mtu anayekuongoza yuko mbele yako, amekushika mkono, anakuambia sasa nikikanyaga hapa na wewe kanyaga, nikikanyaga hapa na wewe kanyaga, nikikanyaga pale na wewe kanyaga. Sasa kazi Kristo aliyoifanya kiujumla ni kwamba yeye ni mfano, yeye ndiyo dira, yeye ndiye tunayemtazama, kupitia yeye tunamfuata na tunakuwa na maisha makamilifu. Tuendelee. Huo malizia. Nimemaliza. Umemaliza. Imempasa kuenenda yeye mwenyewe kama yeye alivyofanya. Imempasa kuenenda kama yeye alivyoenenda. Kama yeye alivyoenenda. Kwa hiyo
swala la mwenendo kwa muamini kwa mujibu wa Biblia sio ombi. Sawa eh? Kwa mujibu wa Biblia swala la mwenendo wa muamini sio ombi, bali ni agizo. Sawa eh? Ni utaratibu wa kawaida muamini kutembea sawa sawa na kile ambacho amekipokea ndani. Yaani mdhihirishaji wa kile ulichokipokea ni wewe. Neno la Mungu linakusaidia kukomaza kule ndani matunda ya uwepo. Yakiwepo unapaswa uyatoke wapi? Nje, ili wale ambao tunatembea katikati yao wapate vitu vya kula, si ndio? Pate matunda. Sinakumbuka Yesu alipita akiwa anatembea akaona mtini umestawi lakini hauna matunda. Hilo ulikuwa umefanya nini? Umestawi. Kilichofuata nini? Ni kuulaani, kwamba mti huu kuanzia leo matunda kwako yasifanye nini? Manake ndani ya mtini kulionekana hakuna matunda, na kwa sababu hakuna matunda hauhitajiki kuendelea kuharibu ardhi. Bora uondoke, ardhi ibaki, mengine matunda yatamea na yataleta faida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kimsingi kabisa ni kwamba ni swala la mwenendo kwa muamini, ni swala la msingi. Ni swala la msingi, sio swala la ombi. Mafundisho mengi ambayo tunayo yanamsaidia muamini ili kumpa uelewa sahihi wa neno la Mungu, kumpa uelewa, ufahamu, na lile neno linapoingia, unapoendelea kulitafuna kila leo, kila siku, kila wakati, unampa nafasi Roho Mtakatifu kukusaidia. Hakulazimishi, anakusaidia. Sawa? Ili uweze kutambua na kujifahamu katika maeneo ambayo yana tatizo. Na unapojitambua katika maeneo hayo, ni jukumu lako kuamua sasa hili hapana. Roho Mtakatifu anakuwezesha kujifahamu, kujitambua katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Sawa? Madhihirisho ya mwenendo wako katika maisha yako yanakutegemea sana wewe kuamua kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenendo wa muamini ni jambo la msingi. Nimesema pointi hii inazungumza habari badiliko ni lazima kwa muamini. Badiliko ni lazima kwa muamini. Hapa tukiwa tunazungumzia maisha ya muamini na mwenendo mzima wa muamini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudi kwenye Yohana 13. Yohana mwenyewe, Injili ya Yohana 13 mstari wa 15. Anasema, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea ninyi mtende vivyo. Sasa muktadha wa andiko hili hapa ni wakati Yesu ametawadha wanafunzi wake miguu. Sawa sawa eh? Akiwa anaonyesha kwamba kila alichokitenda ulikuwa ni kielelezo, ni mfano, anawaonyesha njia. Kimsingi alikuwa anawaonyesha njia kwamba kama mimi nimefanya hivi na ninyi hamna budi kufanya hivi, hata kama mmeliona ni jambo ambalo ni la kidhaifu, ni la kinyonge, lakini ni jambo ambalo ndio msingi wa utumishi. Msingi wa nini? Na kila aliyemwamini Yesu ni mtumishi. Kila aliyemwamini Kristo, huyo ni nani? Ni mtumishi. Na hauna namna ambayo unaweza kusema labda injili ni kwa ajili ya watu fulani. Swala la injili ni la watu fulani. Swala la kumhubiri Kristo ni la watu fulani. Injili ya Kristo inahubiriwa katika mapana yake. Na ndio maana tumeanza na kipengele cha, naweza nikazungumza, cha mwenendo au cha kimaadili kiujumla, kwamba ni eneo muhimu ambalo linamhubiri Kristo. Tuwe tunakubali, tuwe tunakataa, ni ukweli ulio wazi kwamba kabla hujazungumza kwa kinywa chako,
kuzungumza kwa kinywa chako, kumwambia mtu habari yoyote, cha kwanza utamhubiria huyo mtu kwa maisha yako, kwa sababu maisha yako, muonekano wako, hali yako kwa ujumla ambayo tunakuona nayo, ndiyo inaweza ikamthibitishia mtu aliyoko humu ndani ni mtu wa aina gani. Kwa mfano, labda ni mwinjilisti, mimi ninahubiri kwenye daladala, nimepanda kwenye daladala. Cha kwanza nilipokanyagwa, kwa sababu nilikuwa nimevaa kiatu changu nimepiga rangi nzuri, kiwi imeng'aa vizuri, nilipokanyagwa, na kipindi hiki ni cha tope, nilifikia wakati wa kuanza kubishana na yule mtu, nusura kupigana ngumi, sawa sawa. Alafu baada ya ule ugomvi, abiria wengine wakatusuluhisha, basi yaishe, tukasema basi yameisha. Alafu kituo kinachofuata nikaanza kufungua Biblia, ninaanza kuhubiria Injili. Sasa nataka nikutafakarishe tu, uniambie hii Injili nitakayohubiri, hata kama cheche zitashuka za moto, sawa, kama wao ndio walioniamulia mimi kwa ugomvi wa mtu kunikanyaga bahati mbaya, kiukweli ni kwamba hawawezi kuipokea hiyo Injili. Siwezi kuwaambia kwamba Yesu anaokoa maadamu kile nilichokifanya kilileta taharuki, si ndio? Kwa hiyo utakubaliana na mimi kwamba maisha ya mtu ya kila siku ndiyo yanayohubiri kuliko kusimama na kuzungumza habari za Yesu. Kielelezo tumesema ni Yesu. Yeye mwenyewe ndivyo alivyofanya. Alivyotukanwa hakurudisha matusi, si ndivyo? Alifanyiwa dhihaka za aina mbalimbali. Anatoa pepo kwa kutumia nguvu za pepo mkuu wa mapepo Beelzebuli, si ndio? Lakini hiyo haikuwa kwake, hiyo ni kejeli, si ndio? Ni dharau, si ndio? Ananenea maneno mbalimbali, lakini hakurudisha. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, na hao ndio wenye dhambi wenyewe. Hivyo alienenda katikati yao akiwa mfano halisi ambao muamini leo anapaswa kuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Rumi 12 mstari wa 2. Wala 12 mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hapo anazungumza kugeuzwa nini? Nia. Na kufanywa upya nia. Kufanywa upya nia. Yes. Mwanzo ameanza na kugeuzwa. Sawa? Anasema mfanywe nia zenu zifanywe upya. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake anazungumza ya kwamba kulikuwepo na kawaida ya ulimwengu. Anachofundisha hapo ni kwamba kuna kawaida ya ulimwengu. Jamani, kuna kawaida ya ulimwengu au hakuna? Au yote ni sawa sawa tu? Kawaida ya ulimwengu ipo. Kwa hiyo anachoonyesha hapo ni kwamba ipo kawaida ya ulimwengu. Lakini kwa sisi ambao tumeitwa ndani ya Kristo, hatuenendi na hiyo kawaida ya ulimwengu, bali kuna asili mpya tumeingia ambayo ndiyo hasa tunapaswa kuenenda nayo. Wapendwa, tuko pamoja? Tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapa kuna picha fulani unaweza kuipata. Na tunapoendelea moja ya jambo muhimu sana, tunapoendelea kujifunza, endelea kuangaza macho yako katika kona mbalimbali, katika engo mbalimbali za maisha yako. Ndio namna nzuri ya kuweza kujifunza na kuweza kuona neno linanigusa sehemu gani.
unaendelea kupepesa macho kule rohoni, kule ndani, kwamba ni engo gani ambayo inaguswa kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa staili hiyo basi tunaweza tukapiga hatua katika swala zima la injili, swala zima la kuwa na moyo ule wa Kristo. Haleluya. Tukiwa katika hicho kipengele cha mabadiliko ni lazima kwa muamini, na mwenendo kwa ujumla, mwenendo wa muamini wote lazima uathiriwe na kile ambacho tumepokea. Lazima uathiriwe. Vinginevyo ni kwamba hatutaweza kabisa kuihubiri injili ya Kristo. Hatutaweza kuufikisha ujumbe ule ambao Kristo ametupa tuufikishe kwa wanao stahili kupokea. Sawa Na ili uwe na nguvu, neno lako unalolinena kwa mtu liweze kuwa na nguvu, maisha yako ni muhimu sana. Haleluya. Maisha yako ni muhimu sana, ili injili utakayoihubiri mahali popote iwe na nguvu, liende neno ambalo linaweza likagusa moyo wa mtu, likangeuza mtu ndani. Ni lazima maisha yako yawe yamebebwa na hiyo injili. Kwa maana mwenendo wako mzima wa maisha yako lazima uwe umebadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda kwenye Efeso 4:17, basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anaendelea kufundisha katika Waefeso, anarudia yale. Kumbuka Paulo anapofundisha anafundisha kanisa. Waraka anaandika, lakini ni mafundisho kama hivi kwa kanisa. Sawa Ni mafundisho kwa kanisa. Na kumbuka kanisa la wakati huo nalo lenyewe lilikuwa duniani, na maisha ya watu yalikuwa yanaendelea kama kawaida yanavyoendelea leo, na kanisa lilikuwepo katikati ya watu hao. Sawa Kanisa nalo halijawahi kuwa nje na watu walioko ulimwenguni. Halijawahi kuwa nje likawa tu limejitenga liko mahali pao penyewe. Kanisa nyakati zote, hata vile tunavyosema taifa la Israeli na safari yao kutoka Misri kwenda Kanaani na jinsi walivyoishi, tunasema lilikuwa ni mfano wa kanisa, si ndivyo? Pia katika nyakati hizo lazima tukumbuke, kama taifa la Mungu lililochaguliwa, walikaa katikati ya watu ambao bado na wao walikuwa hawajachaguliwa. Na tulijifunza ya kwamba kanisa lile au taifa lile Mungu aliliweka kama mfano, liwe kioo kwa wale wengine. Siko pamoja? Yaani Mungu alilitenga taifa la Israeli liwe njia, liwe kioo, liwe mwanga kwa ajili ya mataifa wengine waige, wajifunze na wenyewe wafananie. Kwa hiyo kumbe nyakati zote kanisa liko katikati ya jamii ya watu ambao hawajaamini. Na malengo ya kanisa leo kuwepo duniani, mojawapo ni hilo, ni lengo mojawapo, kwamba tuwe mwanga. Yesu anafundisha, anasema ninyi ni nuru, ninyi ni chumvi. Anasema taa haiwashwi ikawekwa chini ya pishi, yani chini ya meza uvunguni, bali inawekwa juu ya kinara ili yaangaze wote walioko mle ndani. Haleluya. Sasa sisi ndio ile taa. Hatuwezi kuihubiri injili kwa staili nyingine wakati taa zetu zimewekwa uvunguni. Lazima maisha yetu yaangaze ili Kristo aweze kuonekana ni nani tunayemwamini, ana staili gani ya maisha. Yaani sisi ndio mawakilishi. Sisi ndio mawakilishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenendo ni swala muhimu sana. Hilo sio la kubeza, sio la kupuuza, sio la kusema tufanye hivi tufanye vile. Hapana. Ni swala ambalo binafsi mtu unatakiwa uwe makini nalo. Jana nilitumia neno kwamba unapaswa uamue kufa. Yaani uzikatae hamu zako, raha zako, shauku zako, uziweke chini. Uzikanyage, uziweke chini kwa ajili ya uzuri wa Kristo, ili wewe uweze kumwangaza Kristo na ili uweze kuwa mwanga wa kuweza kuwaleta wengine. Na nikakwambia kwamba kimsingi ni kwamba hii ndio njia pekee, naweza nikasema ni njia kubwa kabisa ambayo
Kristo anaitegemea watu kuja, kwa sababu njia hii imebeba fundisho la Kristo na kazi yake ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma hiyo ule mstari wa 20, hiyo tukisoma ule mstari wa 20, anasema bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Sawa sawa, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Kristo, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza. Kumbe kuna mwenendo wa kwanza, sawa ambao kwa jumla ndio ule ulioko huko duniani, maana na sisi tulitoka huko. Sawa sawa, anasema hivi, mvue kwa mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika. Kumbe hayo mambo yenyewe kumbe yanaharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na mfanywe upya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mpaka hapo tumeelewana sasa Kwa hiyo sasa kumbe anaendelea kutusisitiza kwamba kumbe katika asili mpya tulikoingia, huko ndiko ambako ya huko tunatakiwa tuyaishi. Najaribu kukuonyesha tu maandiko, utayaandika na utaenda kuyasoma vizuri na kwa umakini upate kuelewa. Unaweza ukaenda ukasoma Warumi 8 mstari wa 13 kwa haraka tu nisome pale. Anasema kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Sawa Kumbe kumbuka hili linaandikiwa kanisa, wapendwa watu wa Mungu wa thamani, tunaelewana? Hili linaandikiwa kanisa. Anasema hivi, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Mitindo ya dunia inapeleka kufa, ndio tafsiri yake nyingine. Maisha ya ulimwengu yale ambayo maandiko yanatuambia tusienende kama wao, yale maisha yanapeleka kufa, yana mauti, yamebeba mauti ndani yake, ndio tafsiri yake. Sawa Kwa hiyo na kama utakubali kuyakumbatia na kuyatamani na kuyataka, manake na wewe umekubali mauti. Sawa Lakini anasema tuyafishe matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kuna kuyafisha, ndio yale nikasema kwamba kuna haja ya kuyafisha. Kufisha ni kuua. Sawa Kuyaharibu yale mambo ambayo yanaharibu hali yako njema tuliyoitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pia kuna Efeso 5:10. Kama unaandika unaweza kaandika. Sasa twende kwenye kipengele cha pili. Nasema injili ni jukumu la kila muamini. Injili ni jukumu la kila muamini. Injili ni jukumu la kila muamini. Na nafahamu waamini wengi sana jinsi tulivyo, habari ya injili mara nyingi tunajua ni jukumu la watu fulani. Tunafahamu tu hata makanisani tuna wainjilisti, kuna watu wanaitwa wainjilisti, na mara nyingi hao ndio utakuta wanashughulika na mambo ya kwenda huku na kule. Ni kweli Mungu amegawa vipawa mbalimbali, lakini tunapozungumza injili tunazungumza kitu kikubwa. Sawa Hatuzungumzi tu swala la mtu fulani, kwa sababu hata maandiko yako wazi kwamba injili ni kwa ajili ya wote, kila mtu. Hakuna ambaye anaweza akasema mimi sio mwongeaji mzuri sana,
au mimi sina uwezo, labda ninaona aibu. Ukisema unaona aibu umekosea, kwa sababu anasema hatukupewa roho ya uoga, bali roho ya ujasiri na nguvu. Anasema wenye haki ni jasiri kama simba. Kwa hiyo muamini, ukiona kuna tatizo la hofu, uoga, sawa maana yake hilo ni tatizo ambalo pia unatakiwa ulishughulikie, kwa sababu hatukuumbiwa roho ya uoga. Swala la injili ni swala muhimu sana. Mimi kuna watu kadhaa ambayo niliwahi kushuhudiwa kwa habari ya kuambia habari njema, alafu mwisho wa siku sio nyingi unasikia kafa. Sio, umeelewa Sasa kile kitu mara nyingi kinabaki kikiwa kinaniumiza kwamba kumbe ndio maana ya taarifa nilizokuwa nazipokea. Kumbe ilikuwa nichukue hatua. Saa nyingine ni mtu alikuwa hospitalini, nimesikia taarifa zake, alafu najisikia kabisa ndani kwamba niende nizungumze naye, lakini zinatokea kutingwa kwa hapa na pale. Unasema nitaenda, ile nitaenda, unasikia taarifa zimekuja, kafa. Sio, umeelewa Kwa hiyo na wako ambao nilishuhudiwa moyoni, nikazungumza nao habari za Yesu, nazungumza naye tu, afu baada ya muda, na ni mtu alikuwa mzima, baadaye nikasikia amekufa, na wala sio mmoja. Sio, umeelewa Na inanipa nini? Matumaini fulani kwamba kumbe kule kusikia kuongea na mtu ni taarifa unapewa ili huyo mtu injili imfikie. Swala la kuikubali ama kuikataa ni lingine, lakini injili imfikie. Na ngoja nikwambie, injili unapomfikishia mtu ujumbe sahihi, kwa sababu kuna ujumbe sahihi wa injili. Unapomweleza mtu habari ya msamaha wa dhambi ambao Kristo ameufanya kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya wanadamu wote, ule msamaha, ile kazi aliyoifanya Kristo pale Calvary, pale msalabani, ile aliyoifanya ya kuhukumu dhambi, ili anasema ili kila aaminie, anayeamini hiyo kazi kwamba Kristo aliifikisha, aliitimiza, aliikamilisha. Kila anayekubali kwamba kwa kuamini ninapokea msamaha wa dhambi, ninapokea kufanyika mwana, ninazaliwa mara ya pili. Sawa? Ukamweleza injili kamili akaielewa, lakini akasema ngoja. Sawa? Anaweza akafika mahali amebana, yuko katika nyakati na mazingira magumu, akaikumbuka. Injili si imani? Jamani, injili si imani? Maandiko yanatuambia tunaipokea kwa imani, si kwa sababu mtu yuko hapo anakuongoza, sema Baba Mungu, naja kwako, natubu dhambi zangu. Hapana. Injili Mungu ameipanua uweza wa Mungu au kufungwa tena katika sheria fulani na taratibu. Kazi ya Yesu imefunua wokovu kwa ulimwengu wote. Kwenye Tito 2 anazungumza, anasema neema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana yake iko wazi, watu wote wanaweza wakaiona, wakaifikia, wakaipokea. Kwa hiyo injili ikihubiriwa ya kweli, ikamfikia mtu, kitu kilicho kamili kikamfikia mtu, kwamba injili ni nini. Sawa? Kikimfikia mtu, yule mtu anaweza akafanya maamuzi akiwa peke yake. Sawa? Anaweza akapokea wokovu akiwa peke yake. Anaweza akampokea Yesu akiwa peke yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ujumbe aliusikia wakati ule kufanyia maamuzi. Amefika mahali anaona mambo fulani hayaendi, au moyoni kuna chemka, kwa sababu kuna watu ambao Roho wa Mungu mwenyewe ndani yao hawakuwekewa mikono. Ila ni injili katika kupita kwake alisikia neno likanasa. Alafu akiwa peke yake anaanza Roho Mtakatifu anamcheulisha lile neno. Anapoendelea kulitafakari anasema hapana, lazima nichukue maamuzi. Anapochukua maamuzi anapokea neema ya wokovu. Roho Mtakatifu anamzaa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo navyo. Kwa hiyo ujumbe wa injili. Kwa hiyo injili, ujumbe ukihubiriwa na wewe mahali ulipo popote pale, una manufaa. Sawa sawa
Hebu tuende kwenye Mathayo 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Mstari wa 18 anasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Niendelee? Endelea. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Amen. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hapo umeelewa Hapo tumeelewa Kwa hiyo ujumbe wa swala la injili ni la watu wote. Kwani hapa wakati Yesu anawaagiza, wakati huu alikuwa amesimama na wanafunzi pamoja na watu wengine walikuwepo pale, si ndivyo? Kwani aliwachagua baadhi, kwa sababu kumbuka, anaowaambia wanafunzi wao ndio walioko pale pamoja na wale wengine, lakini akijua kabisa hii ndilo neno ambalo litaendelea kurithishwa vizazi hadi. Hebu tuende kwenye Luka 24 mstari wa 25. Kabla ya 25 twende 47. Hiyo 25 iache kwanza, twende 47. Luka sura ya 24 mstari wa 47 anasema, ndio, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wa thamani, nataka nikwambie kwamba injili ni kazi yako. Sema, injili ni kazi yangu. Na kwa sababu injili ni kazi yako, ujumbe wa tunaopeleka si wa kwetu, ni wa Yesu Kristo mwenyewe, kutimiza makusudi yake na mapenzi yake. Na mojawapo mapenzi yake, wewe umetangulia kuwa wa kwanza kwa hao wengine ili na wewe upeleke. Yaani swala la injili ni kama mbio za vijiti. Sawa Kuna anayetangulia, kuna anayefuata, kuna anayefuata. Ujumbe wa injili usingelikuwa unakwenda kwa namna ya kuambukizana, leo hii tusingelikuwa na kitu. Sawa Na Roho Mtakatifu jinsi alivyo, anajua namna ya kulipeleka jambo hili, lakini na wakati huu amelileta kwa nafasi nyingine tena kwangu mimi na kwako wewe, ili uelewe hilo, ulishike hilo, tulitumikie hilo shauri la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakapolitumikia, hakika yake kuna mambo yatabadilika. Luka hiyo 24:25 anasema, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Sasa hili neno Yesu analinukuu ambalo lilisemwa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uone tu kwamba ujumbe wa injili kumbe umekuwepo, umeaka na vizazi vyote, lakini Mungu alijipatia watu ambao wanausukuma kuelekea mbele. Wakati huu Yesu anazungumza huu ujumbe ni utimilifu wa kile ambacho kilinenwa na Musa na manabii wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, hebu tuende kwenye Petro ile wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 11, anasema hivi, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Kwa hiyo kumbe manabii kuanzia wa zamani na wenyewe kumbe walijua
nini ambacho Kristo, yani walimuona Kristo na kazi yake ya msalaba, mateso, na baada ya kufufuka anazungumza habari ya kuingia katika utukufu wake, au matokeo ya ile kazi ambayo Kristo ataifanya. Wakaamini. Wakafanya nini? Wakaamini. Na walipoamini wakapokea wokovu au wakahesabiwa haki. Sawa? Kwa hiyo sasa ni nini? Kwamba tunapozungumza injili ni kwa ajili ya watu wote, sio ujumbe ambao ni wa kwetu peke yetu. Na unajua injili sio kitu cha kuvumbua, sio kitu ambacho ni cha kubuni, sio kitu ambacho kina mafunuo fulani. Ni kitu ambacho hii mistari inatuonyesha kwamba ni kitu mahususi ambacho kilishajengwa tangu kabla ya misingi ya ulimwengu, kilishawekwa. Mungu alishakiandaa, alishakiweka, alafu akakitengenezea njia. Alafu akakifanya nini? Akakitengenezea njia. Kikapita kutoka kwa manabii, kuanzia kwa manabii wote, Musa na manabii wote, Zaburi na pamoja na vyuo vya nabii Isaya na manabii wengine. Mchakato ukapita kote huko mpaka leo hii tunakuja kuupata. Na hichi ambacho Petro ametuambia ni kwamba wale, maandiko yanatuambia walitafuta. Manake walikiona kitu lakini si kamilifu, ila wamekiona, alafu si kwa wakati wao. Maandiko yanatuambia kwamba walipokitazama wakazitamani nyakati hizo, wakaona nyakati hizo zitakuwa ni nyakati bora. Kuna kitu walikiona katika nyakati hizo, ambazo nyakati hizo ndio hizi sisi leo tunaziishi. Hivi wewe unakiona kile manabii walikiona? Au unaona mapicha, kitu ambacho hakieleweki? Wao katika zama zao waliona kwamba Kristo atapitia mateso, na kwa mateso yale mpaka kufa kwake kutazaa utukufu, ambao utukufu huo kuna watu ambao wamelengwa watakuwepo nyakati hizo. Wakaona kuna watu wataishi kwa raha sana kwa sababu Kristo atakuwa ndani yao, Roho Mungu atakaa ndani yao. Watatembea si kwa kupapasa, watatembea kwa uhalisia wa mazingira. Hivi na sisi tunaona hivyo? Haleluya. Wewe hapo ulipo unaona kitu kama hicho? Lakini ninachotaka nikwambie ni kwamba kazi ya injili ni yako na mimi. Hebu soma Wakorintho wa pili. Tusome Wakorintho wa pili hapo kwa haraka. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Ni ile sura ya 5 mstari wa 20. Wakorintho wa pili sura ya 5:20. Naomba usome hapo. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari ule wa 20. Anasema, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, tuwaombe ninyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Hebu rudi mstari wa 18 hapo juu. Mstari wa 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Sasa hii huduma hakupewa mtu mmoja, tumepewa wote. Bwana Yesu asifiwe. Swala la kuihubiri injili
ni la kwetu sisi. Hakuna mtu ambaye anaweza akajitoa kwamba mimi si muhusika, bali sisi sote ni wahusika katika jukumu la kuhubiri. Kwa hiyo tutarudi pale nyuma kwenye kipengele kilichopita, kwa sababu vinategemeana, kwamba kama swala la kuhubiri injili na la kwetu sisi sote, basi sifa za muamini zinafanana sisi wote. Sawa? Swala la mwenendo na maisha mengine, kumbe sisi sote tunafanana. Hakuna ambao wanatakiwa wawe hivi na wengine hivi, bali ni sisi wote, kwa sababu wote ni wahubiri wa injili. Wote tumebeba ujumbe wa upatanisho. Wote. Hakuna anayeweza kusema mimi sihusiki kwa sababu moja au nyingine, bali sisi wote tumeubeba ujumbe. Sawa? Wote tunahusika katika jambo hili, na si swala la mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufahamu, kama ulikuwa swala la injili unalichukulia kwamba hilo ni la watu kadhaa, kisikia kuna swala la kwenda kuhubiri watu wa injili, unasema hilo ni swala la watu wa injili, mimi halinihusu. Pengine kwa sababu hukuwahi kupewa taarifa maalum au taarifa rasmi kwamba bwana, unatakiwa ujiunge au uingie kwenye kikundi. Tunasemaga kikundi, si ndio? Kwenye kikundi cha wainjilisti. Tunatumia lugha hiyo. Yaani unataka uambiwe mahususi kabisa kwamba bwana, na wewe tunakuhitaji uingie kwenye kazi hii, au kwa kuandikiwa barua maalum. Hapana, sio hivyo. Swala tunapozungumza kwamba Jumapili hii tutakwenda kwa ajili ya kuwafikia walioko gizani, au tutakwenda kuhubiri injili mtaani, au tutakwenda kufanya huduma ya uinjilisti ya kupeleka neno la Mungu mahali, maana yake wewe ndiye muhusika. Usitazame pembeni ukisema huyu, kwa namna ninavyomuonaga huyu ni mwinjilisti, ndio huko anafaa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Jukumu hili ni la kwetu sisi sote. Kila mmoja lazima atambue kwamba kama muamini anatakiwa kupeleka ujumbe wa injili. Tutaangalia ujumbe wa injili. Kwa hiyo ni lazima ufahamu. Yaani usipojitambua tayari unafanya huduma inachechemea. Sawa? Usiposimama kwenye nafasi yako, huduma inatembea, inafanya nini? Kwa sababu kila mmoja, tulijifunza habari ya karama, kwamba jinsi tulivyo, Mungu amegawa vitu, zawadi mbalimbali kwa watu. Amegawa vitendea kazi. Kila mmoja anacho kitendea kazi cha namna yake. Kwa hiyo unapokosekana mahali katika huduma fulani inapofanyika, umekosesha kitendea kazi fulani katika huduma hiyo. Kwa hiyo isipofanikiwa, wakija unaanza kuwauliza wameokoka wangapi leo? Kumbe uwepo wako ndio ulikuwa umvute mtu fulani aokoke. Tumeelewana? Kwa hiyo usije ukajiona swala hili ni la watu fulani na si la kwangu, kwa sababu wewe pengine ndiye jicho katika mazingira yale. Jicho lako lilihitajika lione mambo fulani ambayo wengine hatukuyaona. Haleluya! Maana kitendea kazi hicho kitakuwa kiko kazini. Sasa watu wa Mungu mafundo wanapofanya kazi ile pale, ile kazi inahitaji vitu vingi. Kuna tepu, kuna nyundo, kuna msumari, kuna msumeno na vitu vingine. Akiwa anafanya ile kazi, marine board zile unazoziona pale zimekatwa, akija pale anataka kuja kufanya ile kazi, lakini akasahau msumeno, hiyo kazi haitafanyika kabisa. Watarudi jioni, utawauliza mafundi mmekuja, mmefanya kazi kiwango gani? Atakwambia hatujafanya kazi, ila tulikuwa kazini.
tulikuwa kazini ila hatukufanya, kwa sababu kifaa msumeno ambacho ndicho cha kusize zile mbao ziweze kufanywa kazi hakikuwepo. Watakuwa na msumeno na vifaa vingine, nyundo hawana. Watasema misumari ilikuwepo na vitendea kazi vingine, lakini hatukuweza kuunga, ila kazi tulifanya ya kuandaa mazingira ya kazi, ila kazi haikufanyika. Kwa nini? Hatukuwa na nyundo. Kwa hiyo unapopungua katika huduma, kuna jambo limepungua katika huduma hiyo. Wezi kunaambia tuko watu 100 wote tumejaa roho, karama za roho zinafanya kazi ndani yetu, tunaenda kufanya kazi wote 100, wakiondoka 50, alafu naambia huduma itafanyika vile vile. Si kweli, si kweli. Si unataka kuniambia hao 50 wote waliobaki, au tulikuwa watu 10 wakatoka 5, hawa 5 kweli walikuwa hawana kazi yoyote? Kwa hiyo wangeenda, walikuwa ni kwenda kusindikiza tu. Nyewe mlio kwa 5 mliofanya ndio hicho tu Mungu alikusudia. Kuna wakati tunamsingizia Mungu kwamba hiki kilichofanyika ndicho alichokubaliana nacho, ndicho alichokuwa ameandaa. Hapana, si kweli. Hayo ni maneno ya kufarijiana, si kweli. Mungu alikusudia makubwa, lakini kwa sababu tulishindwa kutembea katika viwango vinavyopasa, matokeo yamekuwa kama ilivyotokea. Na namshukuru Mungu kwa masomo ambayo tunaendelea nayo, swala la karama za Roho, vitendea kazi vya huduma. Vitendea kazi vya huduma vinatakiwa sana, ili tunapofanya huduma ziwe na matokeo halisi. Kwa hiyo jambo hili, kama ulikuwa unasikia habari ya karama, huduma hizo, vipawa hivyo, unasema hivyo vitakuwa na watu wake maalum. Wewe hivyo vipawa na hizo karama ni kwa ajili yako wewe, ili visaidie tunapokwenda katika huduma, kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Kwa hiyo jukumu ni la kwako haswa. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa haraka tuende kipengele kingine. Ni lazima pia tujue tunapokwenda tunapeleka nini. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue tunapokwenda tunapeleka nini. Ni muhimu sana kwa muamini kujua vizuri upi ni ujumbe wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Injili haihitaji mavumbuzi, sawa au kutungwa. Injili haijitiishi katika maoni ya kibinadamu. Injili sio uchunguzi, sawa, wa kihistoria fulani au uchunguzi wa kisayansi au falsafa za kibinadamu. Injili ni ushindi dhidi ya mauti kwa Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Injili ni ushindi wa dhambi, ni ushindi dhidi ya mauti, ni ushindi dhidi ya dhambi kwa Roho wa Mungu. Sawa sawa Kwa hiyo ujumbe wake utakuwa ni ujumbe mahususi. Hapo nyuma kidogo nimeugusia. Sawa Na huu ujumbe ni kweli isiyoweza kubadilika. Ujumbe huu haubadiliki kulingana na muda, msimu, wakati, majira fulani. Sawa Kwa nini? Kwa sababu ni ujumbe ambao hapo nyuma kidogo nimeugusia kwamba ni jambo ambalo Mungu alisha kuliandaa na kuanza kwa vinywa vya manabii na kwa Roho wake ndani ya manabii kuzungumza. Sawa Kwa mfano tulichosoma katika Petro wa kwanza
mstari wa Petro wa kwanza ile 1:11 kama sikosei. Sawa, inatuthibitishia kwamba manabii walikuwa na ujumbe wa injili kamili. Kwa sababu kwani nini ujumbe wa injili? Ujumbe wa injili umebeba mateso ya Kristo. Maana tunapozungumza mateso ya Kristo tunazungumza kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufa na kuzikwa, si ndio? Lakini pia umebeba kufufuka kwake. Anasema na kwa kufufuka kwake tumehesabiwa haki. Kwa hiyo ujumbe wa injili umekaa hapo. Nikihubiri injili, nikianza kuzungumza habari ya sadaka fulani fulani, nikaanza kuzungumza historia fulani fulani ambazo hazionyeshi nini Kristo alichokifanya, sijahubiri injili. Sijahubiri injili. Ili niwe nimehubiri injili, kuna jambo lazima kuna hengo nizipige, ndipo niwe nimehubiri injili. Nikisimama tu nikatangaza, nikaanza kusema tu habari za Ayubu, nikakuhubiria habari za Ayubu, alienda akafanya hivi, lakini sijakwambia kwamba Yesu amefanya nini. Ni kweli nimezungumza habari za Biblia, si ndio? Nimegusia Biblia vizuri. Nikija nikukuletea historia fulani ya wana wa Israeli, kwa mfano, historia nzuri, nikakuletea historia ya Ibrahimu. Ibrahimu akampata mtoto Isaka. Huko ndani ya Biblia na humo kuna ujumbe, lakini ukaongea tu. Baadaye Ibrahimu akazaa Isaka. Kabla Isaka alimzaa Ishmaeli, Ibrahimu akatembea, ni baba wa imani yule, akamzaa Isaka. Lakini baadaye alimwoa mwanamke mwingine aitwaye Ketura, akazaa watoto 12. Si ni Biblia jamani hiyo? Lakini je, habari hizi na stori hizi zote nikikuletea zinaweza kuleta badiliko la moyo? Linaweza likakuonyesha nini Kristo alifanya, nini amefanya kwa ajili yako, ili uamini upokee huo wokovu. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba tunapohubiri injili, injili ni ujumbe mahususi. Sawa, watu wa Mungu? Injili ni ujumbe mahususi usioweza kubadilika. Sasa tuanze kumnukuu mambo machache hapa. Luka 24:25 anasema, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. 26, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Huyu ni Yesu amewatokea wale kina Kleopa walipokuwa wanaenda Emau baada ya kufufuka kwake. Yesu anawatokea njiani wakiwa wanazungumza habari ya Yesu, mtu mkuu katika kunena na kadhalika, ambaye hivi karibuni kwa ila ya Wayahudi ameuawa. Lakini wanamwambia na hivi karibuni wanawake kadha wa kwetu wametuambia jambo la kutushtua kwamba amefufuka. Na Yesu akawa ameingia kwenye msafara wao, akaanza kuwasikiliza. Lakini Yesu anawauliza, ni mambo gani haya mnayozungumza mnapotembea? Sasa katika kuendelea kumshangaa Yesu, wewe ni mtu wa wapi? Kwani hauko Yerusalemu matukio haya yote yanatokea? Yesu anaanza kufungua kinywa chake, anaanza kuwapa ujumbe sasa. Sawa, akawaambia, enyi msiofahamu. Maana yake walimsikia Yesu akizungumza, Torati pia walijifunza, kwa sababu yote ambayo Yesu aliyazungumza na kuyafanya hayako nje ya Torati ya Musa na manabii wote. Sawa, Hebu naomba ufungue hiyo Luka. Hebu soma mistari kadhaa hapo alafu uone. Mstari wa 25. Mstari wa 25 anasema, endelea wa 27. 27.
akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi akisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekwisha kuwa mchana umekwisha. Akaingia ndani akakaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate akaubariki, akaumega, akawapa. Wakafumbuliwa macho yao, wakatambua, kisha akamweka mbele yao, kisha akatoweka mbele yao. Okay, ishi hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kipande hiki cha story utaona kwamba Yesu alipofungua kinywa chake, baada ya kuambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito, mstari aliyosoma wa 27 pale anasema akaanza, manake alianza kutoka Musa na manabii yote, alafu anasema mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anasema mambo yanayomhusu yeye mwenyewe na anatoa huko? Manake yalikuwepo. Yalifanya nini? Yalikuwepo. Na torati yote hiyo imembeba Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe anawafungua macho wajue torati ilizungumza nini, alafu wakishajua ilizungumza nini, wakompea na kila alichokuwa anazungumza, alafu na hiki alichozungumza wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Akawafunulia ujumbe wa Injili, yaani alichokizungumza Yesu ndio ujumbe wa Injili. Kwa hiyo ujumbe wa Injili ni mahususi, uko ndani ya maandiko. Kwa hekima ya Mungu mambo haya yamehifadhiwa ili sisi leo tujifunze kupitia haya, ili leo tusianze kuleta injili nyingine isiyookoa, injili yenye kubeba uponyaji tu. Injili iliyobeba uponyaji tu ni injili kilema. Injili iliyobeba mafanikio ni injili kilema, haiwezi kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Kristo ili iitwe injili, lazima imfunue Kristo kwa watu wamsikie, wamwelewe Kristo, wamwamini, wapokee wokovu. Injili usije ukaivumbua ya kwako ukasema nina ufunuo wangu nje ya maandiko, hiyo itakuwa sio. Hiyo sio injili iokoayo. Na hili linaweza likaleta tatizo kubwa, kwa sababu kuna watu ambao unamuuliza uliokoka? Ndio, tangu nilipopona. Ulipopona? Nilipoombewa tu nikapona. Basi na mimi kwanza siku hiyo niko kanisani. Kumbe yuko kanisani kwa sababu alipona, ila si kwa sababu alipokea ujumbe mahususi sahihi wa injili, ukaleta badiliko, ukafanya Roho Mtakatifu amzae mtu huyu awe kiumbe kipya. Sawa? Sawa? Leo hii kuna watu wengi, unaweza ukaona, unakutana na mtu tu anakuambia nimeokoka. Niko wapi? Niko kwa mtume fulani. Mimi nilikuwa na kijana mmoja. Nikamuuliza vipi bwana? Safi, umeokoka? Nimeokoka. Nikamuuliza nini maana ya wokovu? Akaniambia wokovu, nilimuuliza kwanza umepokea lini wokovu? Akaniambia tangu nilipobatizwa. Nikamwambia kwani ilikuwaje? Akaniambia bwana, mimi nilienda kwenye ile kanisa niliko kwa mtume kule, niliko kwa nabii yule niliko nilipofika kule bwana, mimi nikaingia kwenye mafundisho ya neno la Mungu. Kuna jina la hayo mafundisho. Akasema nilipoingia huko tukaendelea kufundishwa, baadaye tukabatizwa.
na tulipobatizwa tukauzika utu wa kale tukauvaa utu mpya. Kuanzia hapo na nikawa mwinjilisti. Sasa nikamuuliza, wokovu ni nini? Akaniambia wokovu ni ubatizo. Ule ubatizo unavyobatizwa unaashiria kufa na kufufuka na Kristo. Kwa hiyo unapokufa umeuzika utu wa kale, unapoibuka kutoka kwenye maji wewe umeuvaa utu mpya. Akamwambia okay. Si umeelewa ufahamu eh? Yaani mtu ndivyo anavyojua, hapo ndipo amepokea nini? Wokovu. Kwa sababu gani? Manake waliotangulia kumpa ujumbe wa injili walimpa ujumbe ambao si wa injili, walimpa kitu kingine. Lakini injili inapohubiriwa, ambayo tunaipata katika mateso ya Kristo na utukufu na kufufuka kwake, sawa eh? Tunapozungumza habari ya kufa, mateso ya Kristo, kufa na kufufuka kwake, hapo ndiko kuliko beba nini? Kwa sababu injili ni pale mtu anapotambua ya kwamba Kristo alimalizana na swala la dhambi kwa ajili yangu, sawa eh? Na mimi nikiamini hicho kwamba ndicho kilichofanyika kwa ajili yangu, napokea wokovu. Najua ujumbe wa injili kuna wakati tunaofafanua sana, lakini ujumbe wa injili ni mfupi sana. Na huo ujumbe ukitoka ukiwa umebeba nguvu za Mungu, hauhitaji makorombezo mengi, hauhitaji zile dakika 40 mtu unasimama unafundisha unahubiri, hauhitaji. Ujumbe wa injili unaweza kuongea maneno mawili, mtu akayapokea, mtu akabadilishwa, mtu akawa kiumbe kipya. Maneno mawili tu. Cha msingi aelewe nini Kristo alichokifanya, na mimi nikiamini hicho ninapokea nini. Basi biashara imeisha. Kwa hiyo wainjilisti, tubebe ujumbe wa injili. Tusiwe na story nyingi, tusiwe na habari nyingi. Kile kikaenda kikarudi. Unajua mengi ambayo tunaongeaga mengi sana. Moja, kuna kujazia muda. Moja, kuna kujazia muda. Lakini kuna ile kuona nikihubiri kiufupi sana kwani itakuwaje? Si ndivyo? Au itawezekanaje nirudie maneno yale yale? Ni bora akarudia maneno yale yale yakafuatana na nguvu ya mtu akisikia anaelewa nini ujumbe uliompelekea, alafu kaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kubeba ujumbe kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana tukajua ni ujumbe gani tunaoubeba, ni ujumbe gani tunaoubeba ambao unaweza ukaleta matokeo. Na nimekwambia ujumbe huu pia ni ujumbe ambao Mungu aliuandaa tangu mwanzo, na aliukusudia uwafikie wanadamu wote tangu mwanzo. Ujumbe huu kwa sababu kutokana na umaalumu wake, Mungu aliukusudia hata wale ambao waliishi kabla ya Kristo kuzaliwa, na wao waliupata ujumbe huu, sio ujumbe mwingine. Tunaelewana? Kuonyesha ujumbe huu ni maalum, na Mungu aliuandaa tangu mwanzo. Hata wale kina Ibrahimu walihubiriwa ujumbe huu wakaamini. Na ndio maana tumesoma kwenye hiyo Petro wa kwanza 1:11 anasema hivi kwa haraka, akawaambia wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo. Si umeelewa eh? Kwani tunaokoka kwa sababu gani? Tunachosema Yesu alifanya msalabani, si kwa njia ya mateso. Kwa hiyo na hao waliona nini? Mateso ambayo atafanya nini? Atapata Kristo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi, akiwa analipa gharama ya dhambi kwa ajili ya wanadamu. Waliyaona kwa sababu Kristo anateswa, analipa fidia ya dhambi za wanadamu. Ndio kazi ambayo alifanya, ndio mateso ya Kristo, kulipa fidia ya dhambi za wanadamu. Na hii ndio injili, kwamba Kristo alikwisha kulipa fidia kwa ajili ya maisha yako, mama, kaka, dada, ndugu. Kristo alilipa fidia ya dhambi, alilipa
kwa ajili ili wewe leo usiteseke. Hiyo ndio ujumbe wa kumwambia mtu kwamba Kristo alikwisha kutimiza hayo. Anasema hivi, na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Sasa moja, tunapozungumza utukufu utakao kuwepo baada ya hayo, uko mwingi, yako mambo mengi hapo, lakini ni pamoja na Kristo, ni pamoja na Mungu, ni pamoja na Roho wa Mungu kukaa ndani ya watu. Usije ukachukulia poa swala la kusikia Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Usichukulie kitu chepesi. Hii ni moja ya gharama Kristo aliyoilipa. Sawa sawa, eh? Ni moja ambayo ni nafasi ambayo Mungu alikuwa anaishauku nayo. Yaani moyo wa Kristo ulikuwa na shauku ya wakati huu, kwamba sasa ufike wakati akae ndani ya watu. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo moja ya utukufu unaozungumzwa hapa pamoja na mwingi, maandiko yanasema akaketishwa juu sana, akakirimiwa jina lipitalo majina yote. Ni sahihi na ni mambo mazuri, lakini moja ya mambo yaliwezekana pia ambayo ni utukufu baada. Maandiko yanasema ataona taabu, ataona nini? Matunda ya taabu yake akaridhika, si ndio? Matunda ya taabu yake ni nini? Ni waamini. Ndio maana nilikuambia ukamilifu wa Kristo ni muamini. Sawa, eh? Ukamilifu wa Kristo ni muamini. Bila muamini hajakamilika. Ukamilifu wa Kristo ni waamini. Waamini wanapokuwepo ndipo anaifurahia kazi ya msalaba ambayo aliteseka kwayo. Na ile kazi ilikuwa ni ili awapate watu ambao ndio mimi na wewe. Tuko pamoja? Hicho ndicho kilichompeleka pale. Kwa hiyo kinapopatikana ndio furaha yake. Anatoa mifano, anasema, ni nani kwenu ambaye akipotelewa na kondoo asiyeacha wale kwanza 99 porini, aende akamtafute yule mmoja aliyepotea, kisha akimpata amlete, alafu anasema anafurahia. Alafu kule mwishoni anasema ndivyo inavyokuwa mwenye dhambi mmoja atubue. Anasema malaika mbinguni wanafurahi. Lakini kimsingi ni kwamba hii ndiyo shauku na moyo wa Yesu. Mtu mmoja anapotubu, mtu mmoja anapopatikana, sababisha mtu mmoja apatikane, ulete furaha ya kweli. Sababisha mtu mmoja apatikane. Bwana Yesu asifiwe. Sababisha mtu mmoja afanye nini? Apatikane. Huu ndio moyo wa Yesu. Ndicho alichoturithisha. Kama kuna urithi ambao waamini pia tunao. Najua wakati mwingine wao tunapozungumza habari ya urithi, huwa tunatamani tuone mambo fulani ya kidunia ambayo tunayapata. Na ndio maana mara nyingi tunatoaga ule mfano wa Petro. Anasema tumekufuata wewe, sasa tunapata nini? Tukifika pale mara 100 duniani, tunasema hapa safi. Na mara nyingi hata habari ya uzima wa milele pale tuangalie. Tunaangalia tu mara 100 duniani. Tunasema basi hapa mambo yako vizuri, kwa sababu tunakumbukwa kwa habari ya mkate wa kila siku, sio haba. Mambo ni mazuri. Na kuna wakati tumemfuata Yesu kwa sababu tumesikia iko mikate. Sawa sawa, eh? Lakini kiukweli ni kwamba lazima tubebe ujumbe wa Injili ulio wa kweli. Na tunapoubeba ujumbe wa Injili, mambo yanakaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa wanapaswa kuhubiriwa kwa nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Kwa nini kwa jina la Yesu? Kwa sababu tunapozungumza jina la Yesu, kwanza usije unatazama tu zile herufi 4 zilizoandikwa pale. Sawa sawa, eh? Na sawa, eh? Hapo anarejelea nguvu na mamlaka, sawa sawa, iliyoko katika kazi ya msalaba iliyofanyika. Anazungumza habari ya kazi iliyofanyika, ile kazi iliyofanyika ambayo hiyo ndiyo iokoayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo leo hii tunabeba ujumbe wa Injili kwa nguvu zote, tukijua kabisa yuko aliyesababisha, na huyo aliyesababisha anakaa ndani yako. Usisahau. Yule aliyesababisha
Yesu Kristo anakaa ndani yako. Yeye ndiye ujumbe wenyewe. Tunaposema tunamhubiri Kristo, yani ni yeye mwenyewe anajitukuza, yeye mwenyewe. Huduma na kazi ni yeye mwenyewe. Usije ukapeleka ujumbe ukijua ninaye mhubiri yuko huko, mimi niko huku nanyesheo na mvua, ninamtangaza yeye. Haunyesheo na mvua kwa sababu yeye yuko huko, bali yuko hapo ulipo na yuko ndani yako, na kile kinachotoka ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani lile neno linapotoka, unaposema neno unamzungumza Kristo mwenyewe. Kwa hiyo neno linapotoka, akitoka yeye anaokoa. Ila ukitoka wewe, ukitoa ya kwako, matokeo hatuwezi kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tufahamu ya kwamba ujumbe ni Kristo mwenyewe. Mateso ya Kristo, hapo ndiko kulimekaa ujumbe, na kufufuka kwake. Kwa sababu asingelifufuka tusingelikuwa na cha kuongea leo. Tunacho cha kuongea kwa sababu Mfalme Yesu Kristo alifufuka baada ya kuifanya kazi, baada ya kumaliza kile ambacho alikusudia tangu milele yote, kilichokusudiwa tangu milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujumbe ni maalum, na ujumbe ni mahususi, na ujumbe ni mateso ya Kristo, kufa, kuzikwa na kufufuka kwake na kuingia katika utukufu wake. Kwa hiyo popote unakohubiri, hakikisha ujumbe wako umekaa hapo. Ujumbe wako umekaa hapo, na Kristo atajitukuza kwake, atajitukuza kwako sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.